Shai kupigwa paka mie kwa maji. Maana ilikuwa ni mambo paka amekwenda na mambo ya siasa. Siku nyingine tutakwenda usiku saa 7 na saa 8 ukenda katika huko mabondeni chini huko ukenda katika visima hivi hapa yote vimeshakuwa hapa. Hebu fikiria miaka 15 bila ya maji katika eneo lako. Unadhani utakuwa unaishishi vipi katika eneo lako bila kukosa maji ndani ya miaka 15? Hii si hadithi ya kuhadisiwa. Haya ndo ambayo tumeyaona katika eneo la Bopwe. Wananchi wa eneo hili wamelia ndani ya miaka 15 kwenye ukosefu wa maji. Umewahi kufikiria katika kipindi cha Ramadhani ukiwa umefunga na unakwenda katika maeneo ya maporomoko pamoja na mabonde kwa ajili ya kuyatafuta maji ya kunywa pamoja na kupikia? Wananchi hawa wanaeleza namna ambavyo magumu waliopitia wakati wakitafuta maji katika kipindi cha kawaida na kipindi cha Ramadhani. Ni masafa makubwa. Na tunapofuata kuna vilima, ukiangalia huku una mtoto, huku unataka kufua beseni. Kwa hiyo ni changamoto kwa kweli. Mtoto anakuangalia kashafanya haja zake, unataka kumsafisha, maji hakuna. Lazima sasa utafute mtu akakusaidia, mtu akusaidia. Watoto wenyewe walikuwa hawataki kutumwa sasa hivi, mtihani mtupu. Yaani ni changamoto kwa kweli. Ilikuwa libishiko na mabondeni, kupigwa, shai kupigwa paka mie kwa maji. Maana ilikuwa ni mambo paka amekwenda na mambo ya siasa. Kwa hiyo sisi kwa pembeni unapigwa, unafanya nini, maji sipati na kuja juu na kwenda natoa pesa, nachukuliwa maji mpaka gerezani kule. Naletwa maji kwangu, nakaa naishi hivyo kitabu tabu. Na tukasumbuliwa kusema kweli, kutishiwa amani. Mimi hapa. Unaona mpaka ngarudi tena kwa sheha. Mbunge akatuambia sitakapopata mkanipa kura hasa, mnaohaika basi maji nitawekea kabla hata Ramadhani. Siku nyingine tunafika pahala kuchukua maji Mitulaya. Watukuja Mitulaya school. Mitulaya school bondeni chini huko karibu ya custom. Ndoo kichwani tunakuja nayo hapa. Siku nyingine tunachukua kwa Mzee Simba huko chini ndani sebo watu. Chini tunakuja nayo hapa. Siku nyingine tutakwenda usiku saa 7 na saa 8 ukenda katika huko mabondeni chini huko ukenda katika visima hivi hapa yote vimeshakuwa hapa na watu tumekaa, watu hawaonani, wasema hawaonani. Yaani wako kisimani, watu wamekaa, wanawake na wanaume, tunakwenda hatuonani, twasikiana sauti tu. Naye mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba anazungumzia changamoto zilizokuwa zinazojitokeza, lakini pia anatoa msimamo wake kwa wananchi ambao wenye nia ama kutumia mwanya huo ukosefu wa maji na kufanya vitendo vya udhalilishaji. Mimi niseme tu kupitia mradi huu ambao mheshimiwa mbunge ameweza kusimamia, basi utakwenda kupunguza vitendo vya udhalilishaji. Kama ulivyojionea, wananchi hao wa Bopwe wanaenda kuyasaka maji mabondeni. Anapokwenda mtoto mabondeni kule, kuna mengi ambayo yanaweza kumkuta. Leo hii maji haya yakifika moja kwa moja majumbani, basi udhalilishaji tutaweza kuupunguza na ikiwezekana kuondoa kabisa. Lakini pia niendelee kuambia wale ambao wana matendo haya ya kufanya udhalilishaji, basi serikali ya mkoa tuko macho kuhakikisha vitendo hivi tunavipiga vita, lakini yule ambaye atabainika, basi hatua kali za kisheria zitachukuliwa juu yake. Mara baada ya zoezi la uchimbaji pamoja na uwekaji wa mabomba, mbunge wa jimbo la Wete Amour Saif anazungumza sababu zilizomfanya hadi kuwafikishia wananchi hawa maji. Zaidi ya miaka 15 shida ya maji ilikuwepo hapa. Na ndio maana mimi leo nikasema kwanza katika kitu cha kwanza ambacho nitaenda kukitekeleza, ambayo hiji ninachokitekeleza leo, hii ni ilani yangu ya Chama cha Mapinduzi, ambao mimi nilikuwa nikipita nyumba kwa nyumba nikiomba kura, nilisema kwamba mkinichagua mimi mbunge wa Chama cha Mapinduzi tutawaletea maji. Haya ndo maji yake. Sasa huu mradi unagharimu milioni 78. Hii bomba moja tu ni 600,000. Kwa hiyo nashukuru Mungu, alhamdulillah, leo tumeweza kutekeleza, na hii sio fedha ya mbunge, sio fedha ya jimbo, wala sio fedha ya mshahara hii. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Hii ni kwa kushirikiana na wizara. Hizi bomba ziko bomba 130 ambazo zinatoka kwenye kisima kikuu pale chini kule Kuongoni, ambako ziara ya awali niliwahi kwenda kufanya ziara kule. Nikaona, tukapima na wataalamu, baada ya kupima tukakadiria mabomba ni mangapi, tukayaomba, mpaka leo yamefika hapa. Kwa hiyo haya mabomba, huu mradi ukikamilika 100%, Bopwe itakuwa shida ya maji imeisha, Kipangani imeisha, Selemu, Laini, kote shida ya maji itakuwa imekwisha. Katika mazingira yetu sisi hapa,
100% tunakuwa tunatumia maji. Sawa, Unajua nyumba moja Mpemba ukiona ina watoto wachache na watoto watano. Ushaelewa, na wote wanatumia maji, lakini kwenye kupikia, lakini kwenye kuoga, lakini kwenye kutia udhu misikitini. Ramadhani haitakuja kuwa mzuri kwangu mimi, yani kuja kufunga alafu nikawa na uwezo watu kupelekea maji nisiwapelekee maji, itakuwa hata funga yangu itakuwa sio mzuri. Kwa hiyo nikasema kwanza nipeleke sadaka ya maji, na ndio maana nimetilia nguvu hili ili mradi kuhakikisha ikifika Ramadhani, mimi nimezaliwa hapa, najua shida ya maji ya Wete. Ninajua nini kinaendelea Wete ikifika kipindi cha Ramadhani. Mtu anawaza kijiwe, anawaza maji na kwa si vizuri. Kwa hiyo nikasema kitu cha kwanza tukamilishe masuala ya maji ili ikifika Ramadhani watu wasipate shida.